Mheshimiwa Ramadhani Hamza Singano ajiandae. Mheshimiwa Mwenyekiti, mchango wangu mimi ni mdogo, nitajikita zaidi kwenye sekta ya uvuvi, hasa uvuvi wa Bahari Kuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naipongeza sana serikali yangu sikivu kwa kutambua umuhimu wa wavuvi wadogo, hasa wale wanaovua ukanda wa Bahari Kuu. Serikali hii imeamua kwa makusudi kuwaletea meli ambayo meli hiyo imefika Februari, na meli ambayo yenye njia ya mshipi wa kina kirefu mita 22 kwa lengo la kupunguza ukali wa wavuvi hawa, kwa lengo la kuwaongezea kipato wavuvi hawa, lakini kwa lengo pia la kuongeza kipato ya nchi yetu. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Mwenyekiti, ninapenda kushauri serikali yangu tukufu, kwa kuwa Tanzania ni sehemu ambayo ina Bahari Kuu ndani yake. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kwamba wananchi wengi wa maeneo hayo ya Bahari Kuu ni wenye kufanya shughuli za uvuvi, hasa uvuvi wa Bahari Kuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, ndani ya Zanzibar kuna maeneo yapo karibu sana na ukanda wa Bahari Kuu. Takriban kutoka maeneo wanayoishi wavuvi hao unaweza ukatumia takriban masaa 2 au masaa 3. Mheshimiwa Mwenyekiti, maeneo hayo ni machache ambayo ninayoyajua yako katika mkoa wa Kusini, wilaya ya Kusini Unguja. Maeneo hayo ni vijiji vya Jambiani, Mtende, Kizimkazi, Makunduchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, maeneo hayo wanayokwenda kuvua hujulikana kwa jina maarufu Fungu Mbaraka. Mheshimiwa Mwenyekiti, maeneo hayo ya Fungu Mbaraka ni maeneo ya Bahari Kuu kama tujuavyo, Bahari Kuu kabisa, yaani kina kirefu cha maji. Mheshimiwa Mwenyekiti, nahurumia sana wavuvi hawa wadogo wadogo wanaokwenda kuvua Bahari Kuu. Kwanza wanapoondoka kufikia eneo hilo la uvuvi la Bahari Kuu, kwanza kabisa kinachopotea kwa wao ni mawasiliano. Maeneo hayo hayaangalie karibu wa kutoka kijijini wanapoishi na wanapokwenda kuvua takriban masaa 3 tu, lakini ndani ya masaa 3 wakifika mawasiliano yale hupotea kabisa. Hii inadhihirisha uchungu wanaopata wakati wanapokuwa kwenye kazi zao za kutafuta riziki. Huwa takriban kwa muda wa siku 3 au 4 wanapokwenda kuvua wanashindwa kupata mawasiliano na familia zao. Mara nyingi sehemu ya hatari, lakini vyombo vyao wanavyotumia, ingawa serikali yetu imeshanunua meli nayo ni moja, lakini pia naiomba patia sehemu banda wa Bahari. Mheshimiwa Mwenyekiti, hawa ndugu zetu hawa maana kata, lakini pia maeneo hayo. Hivyo naiomba sana serikali yangu sikivu waweze kusaidiwa na kukuza kipato chao, lakini pia zile ajira kwa vijana nazo pia tutaziinua sana, kwa sababu maeneo haya vijana wanapokuwa wamefanya mitihani na hawakufaulu, basi kazi yao kubwa wao hujishughulisha kuingia kwenye uvuvi. Kwa hiyo kama serikali tunahitaji kupitia vijana, kupitia sekta hii ya uvuvi wa Bahari Kuu, basi lazima tuwasaidie wavuvi hao kuwapelekea boti ndogo ndogo ambazo zenye miundombinu za kuwasaidia, za kuweza kuwapatia kipato zaidi, lakini pia kuongeza pato la taifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimejaribu kusema hayo kwa sababu ni mara yangu leo ya kwanza, lakini nimeamua kuzileta changamoto za wenzangu. Nashukuru sana kupata nafasi hii na nashukuru sana kuwasilisha changamoto za wenzangu. Naunga mkono hoja. Asante sana Mwenyekiti.